Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza ushuru kwa mataifa yanayofanya biashara na Iran. Rais huyo amesema kwamba sasa mataifa yote ambayo ni washirika wa Iran na wanaendeleza biashara zao na Iran watatozwa ushuru mkubwa mno. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump ametia saini amri nyingine ya rais inayotishia kuyawekea ushuru zaidi mataifa yanayoendelea kufanya biashara na Iran. Ikumbukwe tayari ameshaweka ushuru pamoja na vikwazo kwa Iran, na amesema wakati huu kwa taifa lolote ambalo litafanya biashara na Iran basi litatozwa ushuru wa asilimia 25, licha ya kwamba hakutoa maelezo zaidi kuhusu viwango vya ushuru vitakavyotoa, ila alitoa mfano huo wa asilimia 25. Amesema kwamba ushuru huo utatozwa dhidi ya bidhaa ambazo zinatoka Marekani kuelekea nchi nyingine kupitia mfumo wa kuagiza moja kwa moja au kwa kupitia njia nyingine. Aidha, imeendelea kusema kwamba kununua bidhaa, kuingiza bidhaa au kupata bidhaa kutoka Iran itakuwa ni sababu ya kutozwa ushuru zaidi na Marekani. Trump hajazungumzia suala hilo moja kwa moja, ila amesisitiza kwamba Iran haitokubaliwa kamwe kumiliki silaha za nyuklia. Alisema akiwa safarini kwenye ndege yake rasmi ya rais wa Marekani Air Force One. Haya yanajiri wakati ambapo mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Iran kule Oman kufuatia wiki kadhaa za vitisho kutolewa kutoka pande zote mbili. Trump alitishia kuongeza ushuru wa asilimia 25 kwa mataifa yanayofanya biashara na Iran mapema mwaka huu, na katika tangazo alilochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social mnamo Januari 12 aliandika kwamba kuanzia sasa taifa lolote ambalo litafanya biashara na Iran litatozwa ushuru wa asilimia 25 kwa biashara zote ambazo zinashirikisha Marekani. Wakati huo huo hakutolea taarifa zaidi jinsi ushuru huo utakavyotozwa au kutekelezwa. Hata hivyo, tutazame ni baadhi ya mataifa ambayo yanafanya biashara na Iran. Kuna mataifa mengi ambayo yanafanya biashara na Iran. Miongoni mwa mataifa hayo ni pamoja na China pamoja na India, na inatajwa kwamba kati ya nchi zaidi ya 100 zinazofanya biashara na Iran, China ndio mshirika wake mkubwa wa mauzo ya nje. Katika mwaka 2025 hadi Oktoba mwaka huo ilitumia zaidi ya dola bilioni 14 kwa bidhaa kutoka nchini Iran, kulingana na Trade Data Monitor kutokana na takwimu za mamlaka ya forodha ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. China inafuatiwa na Iraq ambayo ilipokea bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 10.5 kutoka kwa jirani yake. Iran pia inafanya biashara na Falme za Kiarabu na Uturuki, miongoni mwa wateja wake wakubwa. Mauzo ya nje kutoka Iran hadi Uturuki yaliongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka dola bilioni 4.7 mwaka 2024 hadi dola bilioni 7.3 mwaka uliopita. Karibu bidhaa zote 10 bora za Iran zinazouzwa nje ya nchi zinahusiana na mafuta. Ni mojawapo ya wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani, lakini pia husafirisha chakula kwa mataifa mengine ikiwa ni pamoja na fistic, pistachio na nyanya. Hata hivyo, Iran hununua bidhaa muhimu zaidi kutoka kwa washirika wake wa biashara kuliko inavyouza nje. Chakula kinachoingia takribani theluthi moja ya bidhaa inayoagizwa, hasa mahindi, mchele, mbegu za alizeti na mafuta pamoja na soya. Katika miezi 12 hadi Oktoba mwaka 2025 iliagiza dhahabu yenye thamani ya dola bilioni 6.7 ikilinganishwa na dola bilioni 4.8 mwaka uliotangulia. Taarifa za Donald Trump ambazo amezieleza wakati huu, amesema kwamba zitaanza kutumika mara moja. Hata hivyo, bado hakutoa maelezo kutoka ikulu kuhusu jinsi ushuru huo utakavyofanya kazi kivitendo au ni nchi zipi hasa ambazo zitawekewa ushuru huo. Lakini taarifa yake kuu ni kwamba nchi yoyote ambayo itaamua kufanya biashara na Iran itatozwa ushuru. Lakini jambo ambalo linatazamwa wakati huu ni pamoja na uhusiano wa Marekani na China. China ikiwa ndio mfanyaji biashara mkuu na Iran, kwa mtazamo wa juu, tangazo la Trump lina hatari ya kufufua mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na China. Hii viongozi hao wawili walifanya mazungumzo na miongoni mwa mambo ni kurekebisha uhusiano wao. China imeonyesha kuwa ina uwezo wa kupambana na kile inachokiona kama hatua isiyokuwa na usawa ya Marekani. Imefanya hivyo kwa kuanzisha ushuru wake dhidi ya Marekani, lakini muhimu zaidi kwa kutangaza vikwazo kwa mauzo ya nje ya madini adimu ambayo Marekani inahitaji sana kwa ajili ya viwanda vyake vya teknolojia. Kwa sasa China inatawala usambazaji wa kimataifa wa madini hayo, na hilo linaipa nguvu muhimu, jambo ambalo
lilisaidia Beijing kufikia makubaliano ya muda wa kibiashara na Marekani mwezi Novemba ambayo yalipunguza mvutano. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.